Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuweza kumaliza mchezo salama, lakini pia tuwapongeze wachezaji wetu. Tusahau kuwapongeza wachezaji wenzetu ambao wamefanya mchezo kukamilika kwa dakika ambazo wamechezwa. Ilikuwa ni siku nzuri ambayo imekutanisha wachezaji kutoka timu mbalimbali za ligi kuu ya soka ya wanawake nchini Tanzania na maeneo mengine, ukitanguliwa na mchezo wa veterani. Kwa kifupi mnaweza mkaona watu wamefurahia uwepo wao hapa na matukio kwa jumla kwa namna ambavyo yanaandaliwa. Unataka kuzungumzaje kuhusu mwitikio wa watu katika huu mchezo? Labda umepokea umati wa watu waliojitokeza katika huu mchezo wa hisani. Kwanza tuwashukuru wadau wote ambao walijitokeza. Kwa mara ya kwanza mchezo kama huu unafanyika wa hisani kwa watoto wa kike na kuwakumbusha umuhimu wao kwenye majukumu yao wanayofanya. Mchezo ulikuwa na kiingilio. Kwa wote unaona hapa wametoa fedha zao wameweza kuja hapa. Kwa hiyo ni kwa kiasi gani wameonyesha wanajali na wanathamini kile ambacho kimeandaliwa. Tuwashukuru, lakini naamini kamati ya maandalizi ya tukio lenyewe limeona mapungufu, limeona wapi pa kuongeza nguvu kwa ajili ya mchezo unaokuja ili kuhakikisha kwamba next time eneo lote hili linakuwa limejaa watazamaji na wapenzi wa soka ili kuja kuongeza hamasa zaidi katika mchezo kama hii. Kwa sio huu, tutarajie na mingine mingi zaidi. Of course, tutarajie kwa sababu huu ni mwanzo, ni foundation za Frida Amani pamoja na Aisha Masaka ambao kwa pamoja wamedhamiria kuweza kumkumbusha mtoto wa kike katika majukumu anayoyafanya, kujiamini, lakini zaidi kujiongeza na kuhakikisha kwamba anaweza kufikia ndoto zao. Kwa hiyo tunatarajia kusikia kutoka kwa waandaaji wa tukio lenyewe kwa ujumla kwamba tutakuwa tunacheza michezo kama hii kila baada ya muda gani, pale ambapo watakuwa wamekaa na kuangalia walichokifanya kimekwendaje, wamepata walichokuwa nakitaka na wanarudije. Tukushukuru sana kocha mkuu. Nakushukuru sana. Asante. Asante. Kubwa ulifanya katika swala zima la kuchambua huu mpira wetu wa Tanzania kiujumla kwanza. Asante. Ni fursa ambayo na mimi nimepata, lakini tunaendelea kuwa wengi. Hicho kufurahia. Mzemzi madada kwenye hii soka letu la football walikuwa wachache, lakini sasa hizi mnaanza kuonekana. Yaani kweli kila kitu ni uthubutu, kujaribu, mambo yanakwenda vizuri na platforms kuwepo, kwa tunamshukuru Mungu, mambo yanaenda vizuri. Nadhani unaangalia mpira, unafuatilia sana mpira wetu huu hasa hususan wa wanawake, achana wa kiume. Sasa tunazungumzia mpira wa kike. Unauona wapi kwa sasa ulipofika? Una hatua mpaka sasa au bado? Hatua ni kubwa sana. Hatua ni kubwa kuanzia kwenye ngazi za timu za chini mpaka ngazi ya national team. Tumekuwa na wakati mzuri. Vitu vingi ambavyo mwanzo tulikuwa tunaviona ni vitu vigeni, sasa hivi imekuwa vitu vya kawaida sana. Leo kumecheza wachezaji wawili, takriban wachezaji mpaka watatu. Tuzungumzie kwenye performance ya wachezaji kwa dakika chache. Uliweza kumuona hapa Clement amecheza vizuri, umemwona Clara Luvanga ameweza kucheza kiwango chake na wachezaji wetu wa ndani waliocheza ndani. Wewe umekiona? Haikuwa mechi ya kupima nani anafanya nini anatoa kitu gani. Ilikuwa ni mechi ya watu kuenjoy. Sawa. Yes, ndio nasema watu, ilikuwa ni mechi ya watu kuenjoy. Kwa hiyo wachezaji ni wale, viongo vyao ni vile. Ilikuwa ni swala tu la pengine mshambuliaji kufunga, beki kulinda. Timu fulani kufanya makosa, timu ulinzi, timu ushambuliaji kupata magoli. Ndio maana mechi imeenda kwa sare ambao 2-2. Kwa hiyo haikuwa ni mechi ya kuangalia kwamba Clara anaofa kitu gani, sijui Opa anaofa kitu gani, sijui Dance anaofa. No, ilikuwa ni mechi ambayo tuoneshe uwezo wako kiwanjani, watu tu enjoy, basi maisha yanaendelea. Sasa nataka nikuulize sasa kwenye mchanganyiko wa leo hapo, mimi ninachotaka sasa kitaalamu, achana na mechi ya leo kitaalamu. Ukisema hivyo kwa namna urudi kujiuliza timu ziliingia inavyotakiwa. Kwa kama nitikie siwezi kukupa jibu ambalo linaeleweka. Sasa jibu ambalo unalihitaji. Mimi natamani sasa mimi sioni kama mimi natamani unipe hilo jibu. Mimi sioni kama Opa ana changamoto yoyote. Sioni kama Clara ana changamoto yoyote. Sikuona kama Bamba alikuwa shida yoyote. Sikuona labda Frida ana changamoto yoyote, japo sio mchezaji. Yaani nasema sasa kwenye mchanganyiko huu unawatengenezea nini wachezaji wa ndani na hawa wa? Okay, swala la mchanganyiko wa wachezaji ni kwamba ule rafiki wao ambao upo nje na ndani ya uwanja wanaendelea kuwa vile. Fresh babu. Fresh Ahmed anaenda tu. Sidhani kama ni kitu kigeni kwa sababu watu wanakutana. Yaani Usna ambaye kwa ajira ya Yanga Princess zamani. Sasa hivi rafiki yake mkubwa sana Clara Luvanga. Usna mchezaji wa ndani, Clara ni mchezaji wa Saudi Arabia. Huyu Opa sijui Aisha Masaka wote wakirudi hapa na marafiki zao ndio wao Dancer, ndio wao ambao hapo kila siku wanacheza mechi. Kwa hiyo ilikuwa ni muendelezo tu, urafiki wao nje uwanja kwenda mpaka ndani ya uwanja kwa ajili ya kusupport jambo limeenda.
Mnisamee siku hizi nimekuwa nikiojua natoa majibu magumu. Sawa madam, swali lako la mwisho. Mimi nikuzungumzia sasa maendeleo ya mpira wa wanawake. Unafikiri kipi kifanyike ili mpira wa wanawake nao uwe na mvuto? Je, ukiangalia mashabiki. Nadhani sasa hivi ujibu swali lako, sasa hivi kitu pekee ambacho kimebakia ni maslahi kuendelea kuongezeka. Yaani yameongezeka lakini hajaongezeka kwa kiwango hicho. Kwa ni maslahi yaongezeke, na maslahi yanaongezekaje? Unaanza kwanza wadhamini kuingia kwenye timu, wachezaji kupata wasimamizi wazuri, ili hata mchezaji tu kwamba nipate muda wa kucheza au si nipate haki zangu na muda ambao natakiwa hivyo. Kwa kwangu mimi nadhani kitu pekee ambacho kinaweza kutufanya tuonekane tumeenda mbali zaidi mfuko kutuna, au wachezaji wanahitaji kupata maokoto. Bibi, kuhusu swala lazima la mashabiki viwanjani kujitokeza. Yaani mpira wa Tanzania sisi hatuna shida ya mashabiki kabisa, sio changamoto. Yaani sisi sio changamoto kabisa. Sio changamoto kwa sababu tarehe 10 na ngapi tutakuwa na mashindano Chamazi. Nenda kaangalia.